tegemee Mungu. And I remember wakati alipanga bishops na pastors na clergy wote wa Kiambaa, tukakutana nao chini ya uongozi wa Bishop Edward na wengine hapa, na tukaomba pamoja na tukawaomba watusaidie. Na nakumbuka Edward akituambia, akiongoza clergy hapa Kihara, akatuambia mimi na sisi kama wachungaji, hata tusipoenda nje kuwaombea kura, mjue tunawaitania juu kwa Mwenyezi Mungu. Na Bishop, nichukue nafasi hii ya kipekee ni kushukuru sana, sababu chini ya uongozi wako mimi nilikuwa MCA hapa Kihara, na unajua nimeingia makanisa karibu yote. Sikupata nafasi mpaka wakati wa uchaguzi kuingia hili kanisa, lakini Mwenyezi Mungu ametupea hii nafasi. But I want to specially thank you for the support the clergy in Kiambaa walitupea tukiwa team ya Hustler Nation. Na unakumbuka tukikwambia tukiwa kwa ile mkutano wetu, sisi tunamtegemea Mungu. Hatumtegemei naibu wa rais, hatutegemei mtu, tunamtegemea Mungu peke yake na wananchi ambao ndio wenye nguvu na mamlaka ya kupea viongozi kama John kura walizompea na kumfanya mbunge wa Kiambaa. So nichukue tu nafasi hii nishukuru sana watu wa Kiambaa, niwaambie yale mlioafanya mkiongozwa na Mwenyezi Mungu yalikuwa mambo ya kipekee. Eti Kawanjiko, mtu wa kuuza mara ya kuku, sasa tunamuita mheshimiwa. Kana sio tu Gai? Osio ndio Gai? Sio wengi waliamini ya kuwa kijana kama huyu angeweza kuwa mbunge, lakini sababu ya Mungu na usaidizi wenyu kama wananchi wa Kiambaa, mkaonyesha ya kuwa bottom up ni ya ukweli. Sio tu mambo ya uchumi, bottom up hata ya governance inawezekana, mtu atoke pale chini akue kiongozi. Na nishukuru sana, niseme ile heshima mlitupea. Tumeagana na John na tuliagana wakati wa campaign atawafanyia kazi vile alivyosema. And I'm thankful and grateful, Your Excellency, because we were here with him about 3 or 4 weeks ago, akipeana basari venye aliambiana kwa njia ya hadharani bila ubaguzi, na watu wa Kihara for the first time wameletewa basari yao hapa Kihara Secondary. Tulikuwa na John wa Denderu akapelekewa pale Wangunyo Primary, wa Karori na Mushadha wakapelekewa kwao, na hata wako Shianda wakapelekewa kwao. And that is a servant leadership that we sought, and God granted our brother John. So we thank the people. Your Excellency, we thank you for the support and guidance that you gave us throughout the campaign. Na sababu leo tulisema tuje kanisani tumshukuru Mungu, just want to say thank you very much to God, to all of you for the support that you gave us. Na Bishop, ulivyosema hii bottom up sio tu kwa uchumi, sio kwa uongozi, hata kanisani itawezekana. And the vision that you have of having a cathedral, I want to promise you, Bishop, it will come to be a reality. Na naamini tutarudi hapa kwa cathedral tukifanya Thanksgiving ya Deputy President akiwa rais wa 5 wa Kenya. Na asante kwa kutufungulia milango kanisani na kutukaribisha hapa. La mwisho, Your Excellency, unajua uko kwa heka ya kutafuta kura, nataka tukuambie tunakuombea Mungu. And because we believe in God, we will continue praying for you as Christians, and we will continue to support you. And because you have showed us that you believe in an economic model that seeks to uplift those who are downtrodden, we will walk with you and we will work with you to make sure that the bottom-up economic model becomes a reality in empowering those who are downtrodden in our country. Allow me, Your Excellency, to also take this opportunity to strongly condemn the culture of political violence and thuggery that we have seen being imported by those whose synonyms are synonymous with only political violence. Your Excellency, you and President Uhuru Kenyatta
promised us that the people of Kenya will never ever fight again over elections and election results. But we must express our concern today na tuulize kanisa muendelee kuombea nchi yetu. Because we have seen leaders in our country who are exporting violence wherever they go. You saw it recently when they came to Githurai here in Kiambu. They exported violence to traders in Githurai. Last week in Runyenjes, Your Excellency, if you come to Kiambaa, and there are people who don't want to listen to you, the honorable thing to do is to move on. But you cannot export violence by bringing goons and thugs to come and beat up people in Runyenjes because they have failed to listen to you. And we saw that with some of our leaders, those who are your competitors, Your Excellency. We have seen the same violence being exported in Migori when another presidential candidate went to campaign in Migori. Yesterday we saw the same violence being exported from Siaya into Busia at Korinda Junction. And we must take this opportunity, because we are in church, to ask the church to pray for peaceful elections, peaceful campaigning and electioneering, so that we condemn violence from those who believe in the politics of violence. Let us sell the ideals that we stand for, and Your Excellency, we must thank you. Because when you told these people 2 years ago that the conversation in this country will change, nobody believed it. Lakini sasa simeona kila mtu anajaribu model yake ya uchumi, hata wenye hawana idea uchumi ni nini, wanakuja kuleta mambo ya handout economy na jobless. Wanasema watu wakuwe jobless, wakuwe na handout economic model ile ya trickle down. But Your Excellency, your bottom up economic model, I can tell you as a student of economics, that is what is working, not just in Kenya, in Africa, even in the United States of America. That is the model that they have adopted, and that is what will transform the lives of our people. Hapa Kiambaa na Kiambu. Ujisikie ukiwa nyumbani ukiwa Kiambu na hapa Kiambaa, na ujue wakati ukifika tutasimama na wewe, na tutaendelea kusimama na wewe tukilinda nchi yetu, tuwe na amani na umoja, because the Hustler Nation is about bringing all our people together, irrespective of where you come from, irrespective of what religion you profess or your background. And Your Excellency, we must thank you, because you have shown us a way that we can all be united behind the Hustler Nation without regard of where you come from, your ethnicity or your religion. Na asante sana Mheshimiwa Kawajiko, wera na waku ithuwe nitwarekirie, na nikiwa mbele ya madhabahu Bishop, unajua tulifanya kazi kubwa, na sababu niliambiwa mimi ni acting MP, nilisha handover. So leo ni kumwambia tu tukiwa kanisani, mimi nikitembea Kiambaa, mimi hutembea kama mgeni. But this young man is a great guy. Your Excellency, we came here to campaign, kutafuta kiti ya huyu kijana. Lakini kama ulivyotuambia, mkienda Kiambaa tengenezeni marafiki. I must confess, Your Excellency, hii kijiji nikitembea kona yote hakuna boma sina rafiki. I came here as a campaigner wa John. John knows there are students that we are sponsoring with him here. One who is joining university as a private sponsored student, mwingine who is in high school, and many others that we are sponsoring with John because of the friendships that we formed with the people of Kiambaa. Kwa hivyo sisi hatukuja kufanya tu siasa, vile umetuonyesha tukienda mahali empower one or two people, and our brother here has become a living example ya hiyo empowerment program, na natumai tutaendelea kushirikiana na yeye na wewe Mheshimiwa Naibu wa Rais. Kwa hayo mengi, mwathani amurathime. Nimugukenda tucoke ringi? Tuke kuhoya kura ringi? Kahinda gakinya cia Kawajiko na cia Hustler na bemwe. Asante, Mungu awabariki.
Asante Mheshimiwa Ishongwa. Nafasi hii nitampatia Mheshimiwa GK, naye pia alikuwa MCA kule Shianda.